ninawasalimu sana kwa mara nyingine tena. Neno limeruhusu nipaze sauti kwenu, ndugu zangu wapendwa kabisa wa chaneli hii ya Mbantu TV na Kahama TV. Kwa majina yangu naitwa Lau Nkavama, ni moja kati ya wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zoula 100. Yeye ndiye shuhuda anayeshuhudia vyote haya tunayosema, maneno mazito na magumu ambaye hana mwanzo hana mwisho, kwa madhihirisho ya muumba wetu wa pekee Luba Tete. Ndugu zangu wapendwa, kwa wale wanaofuatilia chaneli hii ya Mbantu TV, msisite kuyazingatia haya tunayosema ambayo yameletwa na mgeni wetu wa ajabu, mzaliwa wa pili Zoula 100. Huyu mgeni ametoka juu kwa muumba wetu wa kweli, yani kwa maana ya kwamba ni mbinguni. Sasa tulishawaambia mara nyingi, tulidili na wachungaji na pesa ndani ya makanisa yenu, kwamba hao wanaiba, wanawadhulumu waumini wao, mambo yao si ya kweli, kazi yao ni kunufaisha matumbo yao. Wanahubiri mambo mengi, lakini kisingizio toa ubarikiwe, toa ubarikiwe, kumbe ni uongo mtupu. Masomo yapo, tulishawadhihirisha, lakini kwa leo tunakwenda mbele zaidi, hasa kwa wale ambao wanasita, hawataki kukubali ukweli, wanaona kama sisi ni wapinga Kristo, sisi tunapinga, sisi tunaasi, kumbe hawajui siri zilizofichika. Lakini kwa leo sasa tunapaza sauti hasa kwa wale ambao wanapenda ukweli, wasio na mashaka, ambao wanataka kujua siri zilizofichika ambazo zimedhihirishwa na mzaliwa wa pili Zoula 100. Huyu ndio mwalimu wetu anayetupa maarifa, ufahamu, uelewa na nguvu ya kusonga katika ukweli huu. Ndugu yangu mpendwa, unayefuatilia chaneli hii pendwa ya Mbantu TV na Kahama TV, tambua wazi kuwa tunaye mzaliwa wa pili Zoula 100. Sasa nitachokwenda kuambia kwa siku hii ya leo, huyo mzaliwa wa pili ni nani? Mzaliwa wa pili ni mzaliwa wa pili katika madhihirisho ya uumbaji wa muumba wetu wa kweli. Ni yule ambaye anatamka maneno ambayo hamjawahi kuyasikia toka mmezaliwa. Ni yule ambaye anatoa utabiri na ushuhuda mbalimbali ambao hamjawahi kusikia. Maana tunajua mna Biblia zenu, mnasoma vitabu mbalimbali na nukuu mbalimbali, shule mmesoma, lakini hamjui chimbuko lake limeanzia wapi. Hii dini yako unayoifuata leo, unaojishadidia na kujidania kwamba wewe umeokoka, unampenda Yesu, ni Mkristo au lugha nyingine wewe ni Muislamu, je, unajua chimbuko lake? Au unasali tu kutimiza wajibu? Sasa siri hizi zote zimefunuliwa wazi wazi na mzaliwa wa pili Zoula 100. Yeye anajua chimbuko toka mwanzo mpaka mwisho, kwa yeye ndiye mwalimu wetu anayefunua yote. Kwa hiyo fanya jitihada kufuatilia huyu mzaliwa wa pili ni nani, yuko wapi na anafanya nini, asili yake ni nini. Utajua mambo mengi sana. Usikalili na hayo mafundisho walileta wakoloni, walileta wazungu. Maana kumbuka, hao wazungu wakoloni ndio waliotesa babu zako. Je, unakumbuka hilo? Unalitambua hilo? Kama wao ndio waliotesa babu zako, na Waarabu wako hao ndio walikwenda kuuza babu wazee wetu, waliouza Ulaya, kwa maana wamewafanyia biashara ili waende kalime mashamba kwa wazungu huko. Sasa hao ndio wameleta dini. Wazungu wakaleta Uislamu, Ukristo na Usabato, na Waarabu wakaleta Uislamu, Uhindu, Uchina. Hao Wabuda hao ni damu mchanganyiko. Je, umesahau kama hao weupe ndio waleta utumwa? Sasa leo wamekuwa wazuri, wakuletea dini ili uende mbinguni ukaishi milele na milele. Hivi naingia kilini? Sasa haya maneno tunayowaambieni, kwa nyinyi ambao mmebahatika kuyasikiza haya tunayosema kwa hapa Mbantu TV Kahama mjini, zingatieni, muondoe yale ya mazoea, mambo ya mazoea, mambo mliozoea kufundishwa kwamba kila siku toa barikiwe, toa barikiwe. Lakini kumbukeni kwa ukweli upo duniani kwa sasa hivi, na ukweli huu unatembea katikati ya lindi zito la uovu, udanganyifu, mafuriko ya dini, mafuriko ya madhehebu mbalimbali, kila mmoja kanisa langu, kanisa langu, kanisa langu. Watu wanatumia dini kama njia ya kujipatia kipato, na ndivyo ilivyo. Sasa ili upone, zingatia haya tunayosema. Sio kama sisi tunaongea maneno mazito na magumu kama haya tutakaa daima tu.
kwenye hii channel ya Mbantu TV Kahama. Hapana, tunapaza sauti, tumepewa ruhusa, tunapaza sauti ili wewe binafsi utumie hiari yako kuyachunguza haya tunayowaambieni. Tambueni kuwa tunaye mgeni kutoka juu mbinguni, amekuja, tunaye live katika hali inayoonekana hapa duniani. Sio masiara, sio utani. Kwa rangi yake ni mweusi, sio mzungu wala Mwarabu wala Mchina. Yeye ndiye ametoa siri yote. Kama wewe mtu mweusi, wewe ndio uliyeumbwa. Dunia hii ni ya kwako, uirithi, ufaidi mali iliyopo yote, umeumbiwa wewe. Lakini kwa hila na chuki, adui naye ameleta uzao wake. Uzao wake unaujua wewe? Ndugu yangu unayefuatilia Mbantu TV Kahama, unajua uzao wa wazungu? Chimbuko lao unalijua? Usione zile rangi zipo za kweli, zipo hivi hivi tu, kuna sababu. Na wewe hapo mweusi unavyojiona hivi, sio hivi hivi, rangi yako ni ya thamani kubwa. Ndio maana wengine wamejitahidi kwa sababu ya chuki, wameingiziwa mambo ya ajabu. Wengine wanajichubua kuondoa rangi nyeusi kama hawaitaki, rangi ya laana, rangi ya giza. Ndugu yangu mpendwa, rangi yako ni ya thamani sana. Mfano mdogo tu. Wewe ndugu yangu mweusi, una uwezo wa kuwa Mwarabu au mzungu dakika 0 tu. Ukichukua chemical zao, mafuta mbalimbali, ukichanganya ukajipaka mikorogo yao, hakika unakuwa Mwarabu, unakuwa mzungu. Kama Michael Jackson alibadilisha asili yake akawa mzungu, akawa mnefiri. Lakini mzungu kamwe, hata afanye kitu gani hapa duniani, hawezi kupata rangi nyeusi. Je, unaijua siri? Si mnakumbuka mikanda ya zamani ile kina Schwarzenegger? Si mnaikumbuka wale wapenda movie? Alijitahidi kupaka rangi, oil chafu anajipaka, masizi anajipaka ili awe mweusi, lakini ilishindikana. Wanafikiri weusi hawaupendi? Wanaupenda, lakini nature inakataa, kwa sababu wao sio wa dunia hii. Baba zao ni malaika walioasi. Masomo yapo, mafundisho yapo. Tulikwisha waambieni kwamba ingieni kwa akaunti ya Imani Msimbwa ndani ya YouTube. Mkigugu hapo kwa lugha yetu ya Kiswahili, mtapata mafundisho yote ambayo yameletwa na mzaliwa wa pili, mgeni wa ajabu hapa duniani. Kwa hiyo haya tunayoongea msiachukulie poa. Msije mkaingia ufahamu wenu kama hao ni manabii wa uongo, hao ni waasi, ni wale tu njaa tu, wanaanzisha dini mpya ili wapate pesa. Sisi kama tunavyowaambia, sisi sio watu wa dini, sisi ni watu wa kiroho. Hata mimi nayepaza sauti hapa mbele yenu, kama mnavyoniona, sina dini, sina dhehebu, ni mtu wa kiroho. Kama ilivyo ada, mtu mweusi ni mtu wa kiroho. Lakini wazungu na damu mchanganyiko wakamfanya mtu mweusi awe mtu wa kidini na madhehebu. Ndio maana ameparamia miungu migeni. Ndio maana tupo kwenye shida, tabu, umaskini na kila kitu, hali ya kuwa muumba wetu katuumbia kila kitu barani Afrika, katupa. Lakini angalia mali inavyoporwa, angalia viongozi wetu mbalimbali wanavyofunga mikataba na wazungu na damu mchanganyiko. Mali inaporwa tu ni kwa sababu tumeasi agano la muumba wetu wa kweli ambaye ni Luba Tete. Tumeparamia miungu migeni. Sasa miungu migeni hiyo ndio hao wazungu walioleta dini zao, madhehebu yao. Sasa fanya jitihada ujue chanzo cha dini imeanzia wapi, hao wazungu wametoka wapi, chanzo chao kwa kina upakue mwenyewe, kama jinsi nilivyowaambia. Akaunti, ingieni hiyo akaunti ya Imani Msimbwa ndani ya YouTube, Facebook na chaneli zingine zote za kisasa. Mtapata mafundisho haya kuwa ukweli upo duniani. Ni jukumu lako wewe tu kuchunguza na kufuatilia, maana kuchunguza sio dhambi. Sasa kwa wewe ndugu yangu unayenisikia, unayependa ukweli, unampenda Mungu wako kweli kweli, na una dhamira ya dhati uishi maisha matakatifu, ukweli ndio huo tunaowaambieni. Kwa Kahama hapa yupo ndugu yangu kaka Boniface Mayunga, tuko naye wote na wanafunzi wa mzaliwa wa pili Zorua 100. Tumechunguza ukweli huu, tukaona ni ukweli, tukafuata. Ndio ukweli huu unatuosha, unatubadilisha tabia ambayo inaondoka, tunakuwa watu wazuri. Tunazidi kujifunza siku hadi siku, na kadri tunafuatia mafundisho haya tunaoshwa, tunakuwa watu wazuri. Hili ndugu yangu, na kushauri hata wewe, chunguza ukweli huu. Ukiona una mantiki
basi ufuatilie. Achana na dhambi, achana na tabia mbaya, achana na maovu, maana watu wa kweli, wa Muumba wa kweli hawatendi dhambi, na kuishi maisha matakatifu bila dhambi uwezekano upo. Achana na yale maandiko unayoambiwa kuwa hakuna mkamilifu chini ya jua, maana wote ni watenda dhambi, wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hilo andiko ni la uongo, sio la kweli, limevuviwa na shetani mwenyewe na malaika zake. Maana imeandikwa pia, iweni watakatifu kama Muumba wenu alivyo mtakatifu. Ukibisha itakuhusu wewe mwenyewe tu, lakini ndio kweli ndio huo. Sasa walioandika vile ni wao wenyewe, wanaandika andiko hilo ni wao wenyewe. Usiniulize imeandikwa wapi, maana utakuwa na ugonjwa wa maandiko, kwamba maandiko ya Biblia yanajijibu wenyewe. Hivyo majibu yake maandiko ya Biblia itajibiwa na Biblia yenyewe. Je, unajua aliandika Biblia ni nani? Aliyetafsiri Biblia unamjua ni nani? Je, kweli wanaovuviwa Roho Mtakatifu? Chunguza, chukua hatua. Mwalimu ni mmoja tu, Zorula 100, na Luba muumba wa kweli anazidi kujitukuza. Asante, barikiwa ndugu yangu mpendwa unayefuatilia channel ya Mbantu TV na Kahama TV ikiongozwa na David Kilovia. Asante sana.